Huzuni na simanzi kwa ndugu, jamaa na marafiki zimetawala wakishiriki maziko ya mabaki ya mwili wa ndugu yao aliyeuawa miaka miwili iliyopita na maafisa wa polisi. Na hatimaye Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara imetoa hukumu ya kunyongwa kwa askari hao wawili wa jeshi la polisi. Katika kijiji cha Ruponda, wilaya Nachingwea, mkoani Lindi, wananchi hao wamesema licha ya huzuni na majonzi ya kupotelewa kwa ndugu yao, bado wamejengewa imani na serikali baada ya hukumu hiyo kutolewa. Tunachoshukuru kwamba wamesimamia bega kwa bega mpaka, japokuwa ni muda mrefu, ni miaka miwili, ni mingi kiukweli, na tumesotea kwa muda mrefu kama hivi. Kweli manake bado litakuwa fundisho hata kwa wananchi kuwa na imani kabisa kwamba hata mheshimiwa hakimu au jaji mwenyewe ambaye anaweza kutoa hizi hukumu, kwamba hata pale na yeye inavyoonekana anafanya makosa, basi na yeye ana haki ya kuweza kuwajibishwa kosa alilofanya kutokana na adhabu atakayofanya atakayepewa. Nimeona familia imepata haki iliyo sahihi kwa hukumu waliotoa serikali kwa hao watuhumiwa waliofanya hili jambo. Kweli hili tukio la leo kupokea mwili wa marehemu limeleta faraja kwetu, sababu kwanza hili tukio ni la muda mrefu sana. Kwa upande wake, baba mlezi wa marehemu amethibitisha kupokea kwa mabaki ya mwili wa mtoto wake. Haki imetendeka na mimi nashukuru, mabaki yangu nimepata, nimehifadhi. Pia ni ndugu wangu huyu marehemu. Kwa hili tukio kwa kweli lilipotokea Mwanza, sisi kama sisi hatukuamini kama serikali itakuja kutusimamia kupata haki. Kutokana na jinsi hivyo wale waliofanya tukio ni watu wakubwa sana serikalini. Kiufupi kwamba sisi tulikuwa tunatarajia maamuzi yatolewe kama vile maamuzi yamepita jana, na leo kifikia hatua ya kupokea mabaki ya mpendwa wetu. Sisi tunasema serikali imesimama vizuri, imesimamia vizuri. Marehemu Musa Hamisi mwenye umri wa miaka 25 alikuwa mfanyabiashara wa madini, mkazi wa kijiji cha Ruponda wilayani Nachingwea mkoani Lindi, ameuawa na maafisa wa polisi Januari mwaka 2022 na mwili wake kutupwa katika pori la Dangote, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, baada ya marehemu huyo kudai fedha zake dola za Kimarekani 13,000 na za Kitanzania shilingi milioni 33.7 ambazo maafisa hao walizichukua wakati walivyomfanyia upekuzi. Kutoka Mtwara, John Kasembe, Azam News.